Kumekuwa na magomvi na maneno kwenye mtandao kwenye hali ambayo inaendelea, hususani kwa watu fulani ambao wanatokea taasisi moja ya kiimani, lakini pia hawa watu wote ni waganga wa tiba za asili ambao wanashikana maneno na hasa wakiambiana utapeli, kachoma mbuzi sindano, kafanyaje. Na kupitia hilo basi mmetaka kwamba babu wa mila na desturi niongee. Naona maswali yamekuja ni mengi sana, mkitaka nithibitishe je, kweli waganga wanafanya hayo matukio au hawayafanyi. Lakini niliwaambia mara nyingi, nilishawahi kufundisha, mimi nafikiri kwetu hakuna kigeni, kwa sababu hata mnaona wanasema ni kwa sababu tulishasema. Kwa kuwa tulishawafumbua akili utapeli uliokuwepo katika watu wanaefanya tiba za asili, ambao wako watu sahihi katika tiba za asili, sio kwamba hawapo, lakini kuna idadi ndogo ya watu waliokuwa wakweli katika tiba ya asili, ila kuna idadi kubwa ya matapeli walojiweka katika tiba ya asili. Na idadi kubwa inatokea katika mifumo ya taasisi za kidini, na wengine wanatoka katika mazingira yao tu, katika mazingira yao ambayo hawako kwenye taasisi fulani ya kidini. Lakini kosa sio wao kuwa watu wa tiba za asili na yeye ni mtu labda anatokea kwenye taasisi ya kidini, no. Kosa ni kwamba kile kitu wanachokwenda kukifanya kwenye tiba za asili, wanakwenda kuidhalilisha ile tiba ya asili na kufanya watu waendelee kuona kwamba tiba za asili ni kitu cha uongo, ni kitu ambacho cha kitapeli, kitu ambacho kisichokuwa na maana. Wahenga wetu walitumia kauli kwamba uongo wa mganga ni nafuu kwa mgonjwa. Ni kweli. Lakini matumizi ya uongo wa mganga ni nafuu kwa mgonjwa yamekuwa mabaya zaidi kwa wakati tuliokuwa nao. Nitoe somo moja. Kwanza, ni kweli waganga wanayetumia uongo kwa wateja wao kwa kutumia sindano au kemikali za aina mbalimbali kwa wanyama na kujifanya kwamba wao wana maajabu, baada ya huyo mnyama labda kupata kifo, tunachukulia kwamba mara nyingi mtu anaweza akachukua kuku. Kwa mfano, tuanze na kuku. Anaweza kuchukua kuku akajifanya kwamba wewe ukakweka chini, kakufunika kitambaa, anajifanya anazunguka, anamuombea. Lakini huyu kuku katika kuzunguka kwake na kumuombea amemchoma sindano au amemwekea kitu chochote ambacho ni sumu kwa yule kuku. Afu baadaye anakupa yule kuku, anajifanya anaendelea kukuombea yule kuku, unamwona amemshikilia hapa, baadaye anatoka mapovu, analegea, yule kuku ananyauka, anakufa. Au wengine hafi, anaweza kumwekea ile panganati ukimwekea kuku katika muda kuku yule hafi, ila atatoka mapovu, atalewalewa. Kwa kama umemweka kwenye kichwa atakaa atazubaa hivi, yani anakuwa ana kizunguzungu, hapate uelewa afanye nini, yani akili yake inakosa maamuzi kwa sababu muda huo amepata ulevi. Sasa kitendo hiki kinafanyika na kuwaaminisha watu kwamba huyu mganga kafanya maajabu. Wengine wanachukua mbuzi. Tena hata kuna watu wanamchoma mbuzi sindano asidi kali sana, ambayo ile asidi inafanya kwamba ndani ya dakika chache yule mbuzi anaweza tumbo likaumuka hadi ukasikia limepasuka kabisa. Unyama uliopitiliza, mauaji mabaya kwa viumbe, kwa sababu hao viumbe ni wa Mungu pia. Sasa hiki kitu kinafanyika na hasa katika watu waliotoka kwenye taasisi za kidini, wakijionesha kwamba wana power ya Mungu ya kujifanya kwamba wana uwezo wa kuombea au kusomea mpaka yule mnyama anakufa, kitu ambacho kamweka sumu, kampiga sindano, kafanya sui nini, lakini ni asidi ambayo inaenda kumdhuru yule mnyama. Ila wakati anafanya mchezo huu anakuwa amekuficha wewe mteja wake, ila wakati anakupa huyo mbuzi, huyo kuku au mnyama yoyote, wewe anakuaminisha kwamba yule mnyama ni mzima, ila wakati huo anajifanya yeye anamsomea, sio anafanyaje, ili kujengea taswira kwamba yeye anafanya maajabu zidi ya yule mnyama.
si kuna jini limekuja kufanyaje. Utaona hao hata wenyewe wanavotukanana huko, mimi sina jini wangu si nini. Hakuna jini wangu wala nini. Yaani huyo jini wake labda ni mbea wake, ni utapeli tu ndio wameweka. Sasa wote kwa pamoja wanatoka kwenye taasisi moja za kiimani, na kama ni taasisi za kiimani, swali linakuja, je, imani zao zinaruhusu wao kufanya tiba za asili katika uganga? Maana yake mahubiri yao wanaita waganga washirikina, na kama katika mahubiri yao ni waganga washirikina, sasa leo hii mnataka kujiuliza nyinyi, kwa nini wenzenu wanawaita wanasema uganga ushirikina, lakini wao wanagombana kwenye kugombania kombe la kupata fedha nyingi kwa yule mwenzao ambaye wanamuona anatapeli? Na wao pia ni watapeli vile vile, kwa sababu wote wako njia moja, hakuna ambaye sio tapeli, wote ni matapeli tu, lakini wanafichuliana siri. Hizo ni ugomvi, tunasema vita vya panzi na kwa kunguru. Sasa kwa kuwa nyinyi mmeuliza maswali, tutoe majibu hapa katika Mzimu, tunawaambia hayo ni ya kweli, yanatendeka. Tuliwaambia na tunawakumbusha. Kulikuwa na mganga anatoa anajinasibu kwenye ushehe, alikuwa anaenda na chimba anafukua kusema anatoa mapembe kama yule manyaunyau. Tuliwaambia huo ni uongo, hakuna kitu kama hicho. Tuliwaambia kwamba hivyo vitu anavyovifukua ni vyake mwenyewe, yani kufukua kitu chini, mtu anaweza akaja nacho kwenye mwili wake, kakificha labda kwenye mikono, kavaa nguo ndefu, kwenye miguu, hata matakoni wanaweka, ili mradi lazima achimbe shimo nini atoe. Alafu kuna nyingine ndo ile ya kizamani, ndo kama alikuwa anafanya ushe wenu ya kizamani, kwamba wanapanda wiki hii au mwezi huu, wanakuja kufukua mwezi ujao. Wanajua kabisa tuna jambo letu leo, wanakuja wanafukua, wanapanda, wanapoteza ushahidi. Alafu siku nyingine wanakuja wanafukua pale, ili nyinyi muamini kwamba kile kitu kilikuwepo, kwa sababu walipanda siku nyingi, mwezi uliopita, miezi miwili. Yani jambo lao, jamani twendeni sehemu fulani tukafanya tukio, tukaonekana kwamba sisi ni waganga. Kwa hiyo wanakwenda, mmoja anapita katika tukio kama kwenye maeneo ya watu wengi, kwenye miti, wanakwenda usiku, anafikia, anapoteza ushahidi pale, alafu panaachwa panasaulika ndani ya mwezi mmoja, miwili, wengine wiki mbili, nategemea tuna muda wao. Wanakuja wanajifanya wanazuza pale, wanafukua, nakwambia ametoa pembe, ametoa nini. Kitu kimoja anachokufundisha, umeshapata elimu kwamba hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuumba kiumbe kilicho na roho. Sasa wapi mtu anaweza kwenda kufukia kitu chini kikawa kinatembea? Kitu ambacho kimefukiwa kwenye ardhi afu kikatembea, manake kina roho, kina uhai, na lazima kiwe na uhai na kiwe na uwezo wa kupumua chini ya ardhi, yani kiwe kimeandaliwa na Mungu. Kama tunavyoona wanyama ambao wana uwezo kutembea chini ya ardhi, kama vile nyoka anaweza kutembea kwenye mchanga, na sio nyoka wote, ni baadhi ya nyoka. Kuna kama vile wale wadudu ambao wanachimba chini, anatokea tobo kule, wapo ambao wana uwezo huo, na sio wote. Yani tuchukulie binadamu anaweza kuingia kwenye mashimo akachimba, lakini hewa ikishindikana anaweza kufa, kwa sababu kwamba hakuandaliwa kuishi chini ya ardhi. Sasa ni baadhi ya viumbe. Kwa hiyo kiumbe ambacho kinaweza kutembea chini ya ardhi, maana yake kimeumbwa na Mungu. Sasa pembe la mbuzi, la ng'ombe, sio la mnyama gani ambalo mganga au mchawi tumnamuita kachukua kalikaeka madude yake mavitambaa, eti unalikuta kwenye nyumba yako, unaambiwa ili ulekewa pembe, siri ilikuja kujaje? Aibu, achana na kudanganywa hicho kitu. Tumia akili. Hili pembe mpaka litumwe liende huku lilipata wapi roho? Roho ilipatikana wapi? Nani aliyeliwekea roho? Kwa utafakari vizuri sana. Ila hivyo ni vyombo. Kwa mtu ukiona mganga katoa pembe kwenye nyumba yako, kwenye shamba lako, jua yupo aliyelipanda. Sasa aliyelipanda ni nani? Ni nani aliyelipanda? Hakuna mtu mwingine aliyelipanda, ni yeye mwenyewe huyo mganga.
aliyekuja kukutolea pembe kwenye nyumba yako, kwenye shamba lako, ndio huyo huyo ambaye alilipanda hilo pembe. Na ukitaka kuniamini hiki, kamchukue mganga wako ambaye unamwamini sana na alikutolea mapembe kwenye eneo lenu. Yule mganga ambaye unamwamini sana alitoa mapembe labda kwenye shamba, kwenye nini, kwenye chochote. Basi nenda kwenye mji wako au kwenye shamba lako, kapande pembe lingine. Kanenda kaokote pembe la mbuzi. Ukishaokota pembe la mbuzi, nenda kalifukie sehemu, sawa bwana, au chochote. Alafu kaa kama wiki 2, wiki 3, siri ya kwako wewe umelifukia peke yako. Alafu nenda kamfuate yule mganga, mwambie bwana, kwenye eneo langu nahisi kuna pembe, kwa naomba uje ulitoe. Alafu uone kama atakwenda kwenye lile eneo ambalo umefukia wewe kile kitu. Si umeficha wewe? Uone kama atakwenda hadi pale akafukua. Hataweza kujua abadan. Hakuna kuwa na majini wake, siyo ana kioo anamulika, siyo ana nini. Hawezi akafika pale ulikofukia wewe. Kwa hiyo hivyo hata kama ndo kuna mtu kaamua kuja kukufikiria kitu kwenye shamba, mwingine hajiwani na huyu mganga wako, alafu mganga wako aje afukue, hapana, kile kitu alichofukia yule, huyu hawezi kukiona hata siku moja, wala hawezi kuja kukitoa pale. Anaweza kuhisi kwa nguvu zake za kusema hapa kuna kitu kibaya, hiyo hisia anaweza kuwa nazo, lakini kukifikia pale kilipofichwa akakitoe hawezi kufikia. Ndio nakuhakikishia. Na ndio maana nimekuambia mtihani mzuri, panda wewe mwenyewe kitu, kifukie wewe mwenyewe, kiweke hata juu ya dari. Alafu kamwambie mganga, ndani mwangu kuna kitu kibaya. Alafu uone je, atakwenda pale ulipokificha? Cheza na hiyo akili, utaona atakwambia maneno mengi sana tu ambazo sio zile ambazo umefanyiwa. Ndio maana tunawaambia njooni tarehe 2 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12, mje tufanye ibada za mila na desturi, lakini pia upate mafunzo ya dunia ili uweze kujisaidia. Kila baada ya ibada ya jioni tunakuwa na darasa kwa wiki nzima. Njoo na wewe ujifunze. Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV, na follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV.